Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni robo ya kwanza mwaka 2026. Juma hili tumeliangazia somo la 9 linalosema upatanisho na tumaini. Na huu ni ufafanuzi kwa mwalimu. Ufafanuzi kwa mwalimu umegawanyika katika sehemu kuu 3. Sehemu ya kwanza muhtasari, sehemu ya pili ufafanuzi, sehemu ya 3 matumizi maishani. Hii ni sehemu ya kwanza muhtasari. Aya muhimu ni Wakorintho wa pili sura ile ya 5 aya 21 inayosema, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Lengo la somo: Wakolosai sura ile ya kwanza aya 21 hadi 29, Warumi sura ile ya 5, Wakorintho wa pili sura ya 5 ya 18 hadi 21. Katika waraka wake kwa Wakolosai, Paulo anafundisha kwamba tunapata vitu vyote katika Kristo. Yesu ndiye muumbaji na mkombozi wetu. Mtume anafafanua wazo hili kwa kumpa Yesu vyeo vinavyoakisi kile alichotufanyia. Yesu ndiye kichwa cha kanisa, mwanzo na mzaliwa wa kwanza katika wafu, inayosababisha awe mtangulizi katika yote. Wakolosai 1:18. Paulo anasema pia kwamba ilipendeza utimilifu wote ukae. Wakolosai 1:19. Kwa maneno mengine, Paulo anadai kwamba Yesu ni Mungu. Kwa ufupi, Paulo anatuambia kwamba Yesu anafanya kile anachofanya kwa sababu yeye yuko. Kama Mungu kamili, anaweza kuumba na kukomboa. Katika Wakolosai 1:19 na 20, Paulo anadokeza kwamba Mungu alipendezwa na mambo mawili. Jambo la kwanza, kwamba katika Yesu utimilifu wake wote ukae, na jambo la pili, kwamba kwa njia ya Yesu vitu vyote vipatanishwe naye. Mawazo haya mawili yanaonyesha kwamba hadhi ya Yesu ya kimungu na kazi yake ya upatanisho havitenganishwi. Somo la juma hili linaangazia mada kuu 3. Mada ya kwanza, Mungu anachukua hatua ya kwanza katika kutupatanisha naye. Kwa kusudi hilo alimtuma Yesu ulimwenguni ili kuwarudisha wanadamu kwake. Lakini kwa kuitikia ni lazima tudumu tu katika ile imani na tusigeuzwe na kuliacha tumaini la Injili. Wakolosai 1:23. Mada ya pili, katika kazi yetu kwa ajili ya Kristo ni lazima tukumbuke kwamba sisi ni mawakala wake tu katika mpango mkubwa zaidi wa kiungu. Mada ya 3, uweza wa Injili unatufanya tuwe tayari kwa ajili ya wokovu katika Kristo. Sehemu ya pili, ufafanuzi. Kielelezo: wazazi wa Elizabeth Barrett Browning walipinga vikali ndoa yake na Robert kiasi cha kumtenga. Karibu kila juma, Elizabeth aliandika barua za upendo kwa mama na baba yake, akiomba wapatane. Hawakujibu hata mara moja. Baada ya miaka 10 ya kuandika barua, Elizabeth alipokea sanduku kubwa kutoka posta. Alilifungua. Cha kufurahisha na kuhuzunisha, sanduku lilikuwa na barua zote alizowaandikia wazazi wake. Hakuna hata barua moja iliyokuwa imefunguliwa. Leo, barua hizo za upendo ziko miongoni mwa barua nzuri zaidi katika kazi bora sana za fasihi ya Kiingereza. Kama wazazi wake wangefungua na kusoma barua chache tu kati ya hizo, upatanisho ungefanyika. Biblia ni barua ya Mungu ya upatanisho kwetu. Tunapaswa kuifungua na kuisoma kwa bidii sana na mara kwa mara. Upatanisho, imani na tumaini. Biblia inaelezea kwa wazi kwamba Mungu alianzisha mchakato wa kuwapatanisha wanadamu naye.
Wazazi wetu wa kwanza walipoanguka dhambini, Mungu alitembelea bustani ya Edeni kuwatafuta. Mwanzo 3:9. Paulo anasema kwamba kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Warumi sura ile ya 5:10. Fundisho hili linatoa mwangwi wa wazo la Paulo katika Wakolosai 1:21 na 22. Hususan mpango wa Mungu katika kuleta upatanisho ni mada iliyoenea katika Warumi 5:5 hadi 11, kama mtu anavyoweza kuona katika jedwali hapa chini. Warumi sura ile ya 5:6, tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Warumi sura ile ya 5:8, tulipokuwa tungali wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Warumi sura ya 5:10, ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake. Kuna ulinganifu wa karibu kati ya aya ya 6, ya 8 na ya 10. Tazama pia Waefeso sura ya 2 ya 4 na ya 5. Tulipokuwa tungali dhaifu, tulipokuwa wenye dhambi na adui, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Kwa njia hiyo alitupatanisha na Mungu. Paulo pia anagusia mada hii mahali pengine na marekebisho madogo kama jedwali hapa chini linavyoonesha. Kifungu ni Wakorintho wa pili sura ile ya 5 ya 18. Wakala wa msingi ni Mungu. Tendo alipatanisha. Mgonjwa ni sisi, mnufaishwa na nafsi yake. Wakala wakati kwa njia ya Kristo. Kifungu cha pili ni Wakorintho wa pili sura ile ya 5 ya 19. Wakala wa msingi ni Mungu. Tendo alitupatanisha. Mgonjwa ni ulimwengu, mnufaishwa na nafsi yake. Wakala wakati ndani ya Kristo. Kifungu cha tatu ni Wakolosai sura ile ya 1 aya 20. Wakala wa msingi ni Mungu. Tendo ni alipatanisha. Mgonjwa vitu vyote, mnufaishwa na nafsi yake. Wakala wakati kwa njia yake, yaani Kristo. Kifungu cha 4 Waefeso sura ya 2 aya ya 4 na ya 5. Wakala wa msingi ni Mungu. Tendo alipenda, alituhuisha. Mgonjwa sisi. Wakala wakati pamoja na Kristo. Mungu daima ndiye wakala mkuu na mwanzilishi wa mchakato wa upatanisho. Katika Wagalatia sura ya 4 ya 4 na ya 5, Paulo anatumia lugha ya kuasili ili kurejelea hatua ya Mungu ya kutupatanisha naye. Kama Yohana anavyosema kwa ufasaha, sisi twapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Yohana wa kwanza sura ya 4 aya 19. Upatanisho unawezekana kwa njia ya kifo cha Kristo. Warumi 5 aya 6, Wakorintho wa pili sura ya 5 aya 21 na Wakolosai 1:20, Waefeso 2:13 na 16 na kadhalika. Na maneno yake ni kuwa na amani na Mungu. Waefeso 2:14 hadi 19. Kwa sababu tumeasiliwa kama watoto wa Mungu. Warumi 8:15, Wagalatia 3:26, Wagalatia 4 aya 4 hadi ya 6, Yohana wa kwanza sura ya 3 ya kwanza na ya pili. Hadhi yetu iliyoinuliwa kwa njia ya imani kwa Kristo inasababisha tumfikie. Warumi 5 aya ya pili, Waefeso 2:18, Waefeso 3:12 na Waebrania 19:2. Kwa kuitikia mpango wa Mungu ni lazima tudumu katika ile imani na kutogeuzwa na kuliacha tumaini la Injili. Wakolosai 1:23. Imani na tumaini ni nemsi za Kikristo zinazokwenda pamoja. Wakorintho wa kwanza sura ya 13 ya 13, Wagalatia 5 aya 5, Wathesalonike wa kwanza sura ya 1 aya 3, Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 aya 8, Petro wa kwanza sura ya 1 aya 21. Tunamwamini na kumtumaini Mungu kwa ajili ya wokovu. Petro wa kwanza sura ile ya 1 aya 21, si katika mafanikio ya kibinadamu. Wahusika katika mpango mkubwa zaidi.
Katika Wakolosai sura ile ya kwanza ya 25, Paulo anasema kwamba amefanywa mhudumu wake sawasawa na uwakili wa Mungu. Nitimize neno la Mungu. Paulo alijua kwamba huduma yake haikuwa mwisho. Alikuwa tu mhusika katika mpango mkubwa zaidi. Vinginevyo angewezaje kufurahia mateso yake? Wakolosai 1:24. Ni mtu yule tu anayejua kwamba mateso yetu katika ulimwengu huu ni maumivu ya kitambo tu, yakilinganishwa na utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana ambao Mungu anatuandalia. Wakorintho wa pili sura ya 4:17 ndiye anayeweza kuyafurahia. Paulo anathibitisha kwamba utimilifu wa neno la Mungu unahusiana na siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake. Wakolosai 1:26. Kwa hakika Paulo alielewa kwamba kwa kweli alikuwa mhusika katika kisa kikubwa zaidi kuliko yeye mwenyewe. Kwa ajili ya utimilifu wa kusudi lake la milele, Mungu amewaita wahusika wengi katika karne zote kubeba uhusika wao katika kisa cha ukombozi. Kwa mfano, mwanzoni Yusufu hakutambua kwamba Mungu alikuwa anaongoza matukio ili kuwahifadhi watu ambao kupitia kwao Masihi aliyeahidiwa angekuja. Hata hivyo, mpangilio huu wa matukio ulikuwa hasa kile Mungu alichokuwa anafanya. Akiwa njiani kuelekea Misri, kwa muda kitambo, Yusufu akashinikizwa katika huzuni na hofu isiyotawalika. Lakini kwa kudra za Mungu, hata uzoefu huu ulikuwa uwe baraka kwake. Alijifunza katika saa chache kile ambacho vinginevyo kipindi cha miaka mingi kisingeweza kumfundisha. Ellen G. White, Wazee na Manabii, sehemu ya kwanza, ukurasa wa 234. Hatimaye miaka mingi ilimfundisha Yusufu kwamba Mungu alikuwa anaongoza matukio yote ili itokee kuokoa taifa kubwa. Mwanzo sura ya 50 aya 20. Vipi kuhusu wahusika wengine wa Biblia? Kuna wengi sana kiasi kwamba haiwezekani kuwazungumzia wote. Tazama Waebrania 11. Kwa mfano, vipi kuhusu kitabu cha Ruthu? Kwa kuzingatia masimulizi mapana ya Biblia, kisa cha Ruthu kinaonyesha kwamba Mungu anafanya kazi hata inapoonekana hafanyi. Ruthu alitimiza wajibu muhimu kwa kuwa bibi wa Daudi, mfalme mkuu wa Israeli. Ruthu sura ya 4 ya 13 aya 21 na 22. Alikuwa tu mhusika katika kisa kikubwa zaidi. Mungu alifanya agano na Daudi kwa kuahidi kwamba angeinua mzao wake nyuma yake na kiti cha enzi cha ufalme wake atakifanya imara milele. Samueli wa pili sura ya 7 ya 12 na 13. Ahadi hii hatimaye inatimizwa katika Yesu, mwana wa mwisho wa Daudi. Mathayo sura ya 1 aya 1. Mungu anaongoza matukio yote duniani kwa ajili ya kutimiza kusudi lake la milele katika Yesu Kristo. Kusudi hili ni ile siri ambayo ilifichwa lakini sasa imefunuliwa. Wakolosai sura ya 1 aya 26. Utimilifu katika Kristo. Kama Wakristo tumeitwa kukua katika utimilifu kwa kuliamini na kulitekeleza neno la Mungu. Paulo anaeleza kwamba lengo la Injili ni kumleta kila mtu mtimilifu katika Kristo Yesu. Wakolosai 1:28. Mungu anatutaka tukue tunapojiandaa kwa kuja kwa Yesu mara ya pili, tukijua kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Yesu Kristo. Wafilipi 1 aya 6. Ukuaji wa kiroho unahusisha angalau mambo matatu. Kwanza, tunapaswa kukua katika imani. Alipokuwa anawaandikia Wakorintho, Paulo aliweka wazi kwamba alitarajia imani yao ipate kukua. Wakorintho wa pili sura ile ya 10 ya 15. Vile vile katika Wathesalonike wa pili sura ya 1 ya 3, Paulo anamshukuru Mungu kwa ajili ya Wathesalonike kwa sababu imani yenu inazidi sana. Pili, tunapaswa kukua katika ujuzi au maarifa. Petro anatuonya tukue katika neema
na katika kumjua Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Petro wa pili sura ile ya 3 ya 18. Tazama pia Petro wa pili sura ya 1 aya ya 3. Vivyo hivyo, Paulo anawahimiza Wakolosai mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana na kuzidi katika maarifa ya Mungu. Wakolosai sura ya 1 ya 10. 3. Tunapaswa kukua katika upendo. Hivyo Paulo anasema katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 3 ya 12, Bwana na waongeze na kuwazidisha katika upendo ninyi kwa ninyi na kwa watu wote, kama vile sisi nasi tulivyo kwenu. Tazama pia Wafilipi sura ya 1 ya 9. Kwa wazi, ukuaji wa kiroho unatoka kwa Mungu. Waumini wanaitwa kukua kwa maongeo yatokayo kwa Mungu. Wakolosai 2:19. Tazama pia Wafilipi 1:6. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 aya ya 6, aya ya 7 na Wakorintho wa pili sura ya 9 ya 10. Sehemu ya 3. Matumizi maishani. Tafakari juu ya mada zifuatazo. Kisha waombe wanafunzi wako kujibu maswali mwishoni mwa sehemu hii. Inatia shime sana kujua kwamba Mungu anachukua hatua ya kwanza katika wokovu wetu, sivyo? Bila yeye kutujia kwanza, je, tungeweza hata kumwendea sisi wenyewe? Kwa hakika sivyo. Kama vile Wilson Tozel alivyosema cha ajabu, kabla mwanadamu hajaweza kumtafuta Mungu, lazima Mungu awe amemtafuta mwanadamu kwanza. Biblia inaonyesha kwamba Mungu alichukua hatua ya kwanza, si katika kiwango cha ulimwengu mzima tu, ili kumtafuta kondoo pekee aliyepotea, yaani sayari yetu dunia, bali pia katika kiwango binafsi. Hata hivyo, je, si hiki ndicho hasa Yesu alichofanya kwa mwanamke Msamaria kisimani? Yohana 4 aya 1 hadi 42. Nathanaeli, Yohana 1 aya 48 na wengine wengi. Wakati Mungu anachukua hatua ya kutuokoa, hatupaswi kusahau kwamba anatarajia tuitikie upendo wake kwa kumpenda pia na kufanya sehemu yetu katika mpango wake wa kiungu wa wokovu wa ulimwengu. Mungu anaweza kututumia licha ya udhaifu na mapungufu yetu. Kwa uweza na nguvu zake, tunaweza kufanya zaidi na tunavyofikiri tunaweza. Hata hivyo, tunapaswa kukumbuka kwamba sisi ni wahusika tu katika kisa cha Mungu kikubwa zaidi kuliko milolongo yetu wenyewe ya masimulizi. Siku moja tutaweza kuelewa kikamilifu zaidi wajibu uliotimizwa na visa vyetu binafsi katika kisa kikubwa cha ukombozi. Kabla siku hiyo haijafika, Mungu anatutaka tukue katika imani, maarifa na upendo kama vyombo vya upatanisho na tumaini. Maswali. Swali la kwanza: Mungu amekutafuta kwa njia zipi kwa wakati uliopita? Shiriki uzoefu na darasa. Swali la pili: una sehemu gani katika mpango mkuu wa wokovu? Umeshiriki na nani kisa chako cha upendo wa Mungu wa ukombozi? Kisa chako tayari kimegusaje maisha ya wengine kwa namna yenye maana? Huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii juma hili. Mungu atubariki sana na uwe na wakati mwema.